hataki akupate wewe. Ndio maana hata ukienda kwa shetani ili upate fedha, anasema leta damu ya mtoto wako ili kupate wewe, na manyama hayo wanakulaga mashetani nyama. Na Yesu akasema mtu akila mwili wangu na akinywa damu yangu atapata uzima wa milele. Tumenunani. Wewe unafikiri kwa nini ukienda kujiunga na Freemasoni au ukienda kwenda kwa waganga wa kienyeji, unafikiri ni kwa nini hawakwambii leta fedha tukupe utajiri, au leta hela ili uweze kufanikiwa? Shetani hahitaji hela. Nakupa pole, shetani hataki hela. Kwa nini anakuambia toa kafara? Kafara yenyewe usije ukafikiri mbuzi ukitoa hako ni kautajiri, kachuma ulete tu ndani ya nyumba, ili kachuma ulete kwa ajili ya kuchuma vimia. Mbuzi chuma ulete ndogo, mbona hiyo? Kuku labda uzindike biashara, usiingiliwe na vichawi. Wewe kafara kubwa, watu wanatoa kafara kubwa, watoto wa kuwazaa wanakuwa matajiri. Ndio maana tajiri mwingine hata umuombe hata 100 hakupi. Usiku hana lala kwenye chumba, jeneza limekaa pale, analala kwenye jeneza, anaamka kwenye jeneza. Wengine wanaambiwa laleni makaburini usiku kucha. Halafu cha ajabu, mtumishi wa Mungu unaambiwa kalale kwenye maombi siku moja, unaona tabu. Wenzio wanapewa masharti magumu, kalale siku 7 makaburini. Makaburi yanatisha wewe. Usiku vibwengo vinabweka makaburini, jamaa limekomaa linafanya hivi, hofu imemkamata, anawaza utajiri huo. Utajiri una gharama. Usiwaone matajiri hawa, achana nao, wana shida hawa. Ndio maana Mungu anasema kwenye Ufunuo, unasema wewe ni tajiri lakini una mashaka, na kushauri njoo kwangu uvae mavazi meupe, njoo kwangu ununue dhahabu iliyosafishwa ili mashaka ya kuondokea. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nimeona nikushirikishe tena maneno ya Mungu. Ninajua ninakutana na simu mbalimbali na nimekutana na watu mbalimbali wanatamani kujifunza maneno ya Mungu, maneno yenye uzima. Kwa dakika chache tena tunakwenda kuangalia neno la Mungu kwa ufupi. Tunataka tujifunze kitu cha kwanza, nini maana ya vita? Vita vya kiroho ni kitu gani? Najua inawezekana umesikia maeneo mengi nini maana ya vita vya kiroho. Inawezekana watumishi mbalimbali wamesha kuhubiria kwa maeneo mbalimbali, lakini unatamani kujua kwa undani zaidi. Kwanza kabisa tunatakiwa tujue vita ni nini. Kwa ufupi tafsiri ya vita, tafsiri ya vita kwa ufupi ni mapambano kati ya pande mbili. Yaani tunapozungumzia vita vya kiroho, tunazungumzia vita vya ulimwengu wa roho, wala sio vita vya kimwili. Na katika vita vya kimwili walikuwepo watu wanapambana kimwili. Kulikuwa kuna wafalme kama wakina Daudi wanakwenda kupigana na ufalme mwingine, nikimaanisha Wafilisti. Wanapigana, tunaona kabisa Daudi ananyanyua upanga anakwenda kupigana. Hata Tanzania ukiangalia unakuta wanashika silaha wanakwenda kupigana, wanapigania uhuru wa nchi yao, kutafuta ushindi. Lakini Biblia inazungumzia washindi katika ulimwengu wa roho. Ni watu gani? Watu ambao wanatakiwa kushinda katika ulimwengu wa roho. Naposema vita, nazungumza ni vita vya mapambano kati ya pande mbili, kati ya ufalme wa Mungu na ufalme wa shetani, au ufalme wa nuru na ufalme wa giza. Unapozungumza Mungu unazungumzia nuru, unapozungumza shetani unazungumzia giza. Kwa hiyo vita ni mapambano kati ya pande mbili. Tambua unapokutana na vita, ujue moja kwa moja vita hivyo inabidi uangalie vinatokea sehemu gani. Vita vya kwanza, shetani ndio anayeleta vita kwenye dunia hii. Kumbuka Mungu, tambua shetani alishaanza vita tangu mbinguni. Biblia inasema kwamba shetani alipotamani madaraka, alipotamani kulisi kiti cha Mungu, yeye moja kwa moja Biblia inasema akaanzisha vita mbinguni. Mungu akamtuma malaika Mikaeli, vikaanza vita mbinguni. Ndipo shetani alipoona ameshindwa mbinguni, tunakuta kwamba aliingia duniani kuanzisha utawala wa kwake. Akaingia bustanini kuvuruga kila kitu, akavuruga amani ya bustanini, akatawala yeye kiti kile kwa udanganyifu. Ndio maana shetani anaitwa baba udanganyifu. Hasa basi, kwa ufupi nataka tujue nini maana ya vita. Vita ni mapambano. Tunapopambana, shetani anapopambana na wewe, tambua hapambani na mwanadamu wa aina yote. Shetani yeye anapambana na kile ambacho kiko ndani yako. Ni kitu gani? Kwa sababu anafahamu kwamba huyu mwanadamu
Asili ya mwanadamu ni uzima wa milele. Asili yako wewe ni uzima wa milele, na Mungu anafahamu kwamba mwanadamu baada ya kifo lazima kuna hukumu mbele. Hasa anakuletea neema hii kukujulisha nini maana ya vita. Na shetani analeta vita kwa sababu anajua mwanadamu anatakiwa aende wapi, anajua raha ya huko mbinguni kwa kuwa alitoka yeye. Hasa anapofanya vita, shetani kwanza kabisa anapambana na watumishi wa Mungu. Kwa nini anapambana na watumishi? Kwa sababu anajua hawa ndio sababu ya kwanza ya kumzuia mambo yake shetani yasiendelee. Akiangalia kwenye dunia hii, lengo la shetani wengi waende jehanamu. Hasa ndio maana anajaribu, anajua wanaozuia wakubwa kabisa maadui wa shetani ni watumishi wa Mungu. Anapopambana na wewe mtumishi wa Mungu, shetani anajua kabisa wewe anaangalia akuataki kwa kitu gani. Anajua huyu ananiataki mimi, hasa na yeye anajaribu kukuataki wewe, na anapambana na kile ulichonacho. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo, Mungu anasema shika sana ulichonacho asije mwovu akatoa taji. Shetani anajua kwamba tumeandaliwa taji mbinguni. Ngoja nikusomee kwanza Ufunuo 3:11. Naja upesi, shika sana ulichonacho asije mtu akatoa taji yako. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni Mungu anasema shika sana ulichonacho asije mwovu akatoa taji yako. Atakayeshinda nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu, kwa sababu mbinguni Mungu ameandaa mji mtakatifu. Huo mji Mungu ameuandaa kwa ajili ya wale watakaoshinda ya dunia huu. Ndio maana anasema watakaoshinda watarithi ule mji mtakatifu wa mbinguni uliowekwa tayari kwa ajili ya watakatifu. Na shetani hataki wewe binadamu uende ukarithi ule mji. Ndio maana analeta vita kwa mwanadamu kwamba hakuna kuokoka, hakuna kuingia mbinguni. Anajaribu kukuataki, kukuloki kwenye mambo yako ya mbinguni. Ndio maana kuna wakati anapotosha fikra, anapotosha ufahamu. Ni nini? Ni vita shetani analeta. Ndio maana usishangae mwanadamu anasema mimi siamini kama kuna Mungu. Sio yeye, ni binadamu kabisa, ameamua yeye mwenyewe. Shetani anakuletea vita, anajua kwamba wewe mpango wa Mungu ni kwamba uende mbinguni. Ndio maana Mungu anakuonea huruma, anasema kwamba vita sio vya kwako, vita ni vya kwake Bwana. Nini ufanye basi? Shetani anapotaka kupambana anatambua kutumia. Ndio maana vita tunapopambana navyo ni kati ya falme mbili. Ufalme wa Mungu unakulinda wewe mtakatifu, na ufalme wa giza unahakikisha watakatifu hawaendi mbinguni. Ndio maana shetani anatuma mapepo kwa watu wa dunia hii, binadamu ambao tunaishi nao, kuhakikisha kwamba wanatumika na wao kuzuia hatima ya kwako wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapoona unapambana kwenye maisha yako, jua unapambana na shetani. Na nataka nikwambie, shetani na yeye anapambana na wewe kile ambacho unakifahamu kabisa. Kwa sababu kama ni angalia, hata wanajeshi wanapoenda kupambana vita, wale wanajeshi wamevaa kombati, na wale wanaopambana nao maadui zao wamevaa makombati. Kama ni wacheza mpira, wale wanaopambana nao uwanjani wanakuwa wamevaa 6 zile njumu, na wao wamevaa hivyo hivyo. Kwa hiyo shetani na yeye ana mfano kama wa kwako, na anachopambana anajua kabisa anapambana kitu ambacho unakifahamu. Na ndio maana hapambani na watu wa dunia hii wenye dhambi, hapana. Anapambana na watu wanaomjua Mungu, kwa sababu anajua hao ndio wanatumika kuwafungua wengine. Vita hivi ni vita ambavyo shetani alianza tangu bustanini, vizazi hadi vizazi. Na Biblia inasema shetani anatambua kwamba anao wakati mchache sana kwenye dunia hii, na ndio maana anajaribu kupambana kwamba watu hawaendi mbinguni. Nifanye nini? Shetani ni mtu anatumia akili. Biblia inasema kwamba shetani ni mtu mwenye akili. Nifanye nini? Ndio maana ukisoma kitabu cha Kutoka ile 1:10, Kutoka 1:10, shetani anavyosema, angalia, basi anasema hivi, basi haya na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka tena kukitokea vita, wao wasije wakashikamana na adui zetu, kushikamana na adui zetu na kutupiga na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Basi wakaweka wasimamizi juu yao, wawatese kwa mizigo yao, wakawatese kwa mizigo yao, wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba. Unaona hapa, unakuta vita vilianza tangu Misri. Wana wa Israeli wakati wako Misri walikuwa ni watumwa wa Farao, wanapewa utumwa wa kazi. Siku ile Mungu anamtuma Musa, nenda kawakomboe taifa la Israeli, waje jangwani wanitumikie, alafu niwapatie ule mji mtakatifu. Farao akasema hao watu tuwatendee kwa akili, tuwapatie kazi nzito, wasije wakafikiri na kutoka katika mji huu.
Tena kukitokea vita, wasije wakashikamana na maadui zetu wakashindana na sisi wakatushinda, alafu wakatuacha sisi. Shetani ndio maana anawachezea watu triki, anawaataki kwa akili, anawapatia kazi nyingi za kufanya. Unaweza ukawa umeajiriwa ukakuta unatamani kufanya ibada, muda wa ibada unapewa kazi na bosi wako. Wewe kwa akili ya kawaida unaweza ukajua ni kazi, sehemu ya kazi, lakini shetani amekutendea kwa akili. Ndio maana unaweza ukawa wengine wewe umejiajiri, muda ambao wa kufunga ibada, ghafla wateja ndio wanatokea. Shetani anaweza akakunyanyulia mpaka wateja ili kwamba ushindwe kwenda kumtumikia Mungu. Anasema tuwatendee kwa akili. Shetani tambua na akili, tena anatumia akili wala hatumii nguvu. Shetani ndio maana anakuataki kwa mambo mbalimbali, na anahakikisha kwamba binadamu anawapa shughuli nyingi. Ndio maana kwenye mitandao ukiangalia, wengi ameinua channel ambazo zinaweza zikakulipa hata hela, ili kwamba watu washughulike na kutengeneza vipeperushi, washughulike watu na kutengeneza vipeperushi mbalimbali. Ndio maana anajaribu kutengeneza makundi mbalimbali kwenye mtandao, watu watafute viewers, ili kila siku waendelee kushughulika na viewers, watu waendelee kutafuta vitu vya dunia hii, kwa sababu saa hizi kwenye ufalme huu wa dunia, ukitaka kupata watu wengi kwenye mitandao, posti ujinga, utaona watu wanakuja wengi. Hasa ule ujinga, shetani ameinua mashirika ambayo yanatoa kama sponsor. Ukikaa kwenye mfumo unakuta kuna wakati mwingine ndio unaanza kuposti vitu vya kidunia vingi. Bwana, unakuta mtu anaposti vituko, kituko show vinauza sana kuliko hata neno la Mungu. Ndio maana watu channel zao ukiangalia wameposti comedy nyingi, injili imegeuzwa, wanatafuta masoko, kutafuta watu mbalimbali, kupata wafuasi wengi, na wanawapata wengi. Hata kwenye makanisa usishangae kuona yamejaa sana. Fuatilia, unakuta asilimia kubwa vituko vimejaa kwenye madhabahu. Vituko show, watu wanafuata pale, sio neno la Mungu, wanafuata comedian, vituko vya pale kanisani. Na ndio maana shetani anajaribu kuwaleta, au anajua ni wa kwake, anawatambua. Ndio maana Biblia inasema kwamba muhuri wa Mungu umesimama wenye ulio imara, Bwana anawajua walio wake. Ndio maana makanisa ya ukweli yana waumini wachache sana. Ndio hayo yanayepigwa vita na shetani, na hao wachache shetani ndio anawatafuta. Watu wengine wamekata tamaa, lakini nataka nikwambie, vita sio vya kwako, vita vya kiroho ni vibaya. Kumbuka shetani anafanya vita na ufalme wa Mungu. Kumbuka kipindi cha Daudi, mfalme Daudi, Goliati alisimama, alisema kama ninyi ni watumishi wa Mungu, njooni mpambane na mimi. Yoyote atakayenishinda mimi, ukitushinda sisi tutawatumikia, na nyinyi mkitushinda tutawatumikia. Umeona? Yani shetani ndio maana saizi anachokifanya, akiona wewe amekushinda lazima umtumikie, na yeye ukimshinda lazima akutumikie. Ndio maana tunahubiria watu, mtu akiokoka anakuwa ni mtumishi wa Mungu. Ndio maana Paulo anasema tumehamishwa kutoka ufalme wa giza na kupelekwa katika ufalme wa nuru. Kwa hiyo tumehamishwa kutoka ufalme wa giza. Sasa unapohamishwa na Mungu kutoka ufalme wa shetani, tambua shetani atakuwa anakufuatilia sana. Wewe angalia hata majambazi, inapotokea jambazi mmoja ameokoka, ameachana na ujambazi, yule mtu yuko hatarini sana, kwa sababu wale majambazi wengine watajua huyu mtu anaenda kutoa siri zetu, tulivyokuwa tunafanya tulichokuwa tunavitenda, ataanza kutoa siri zetu. Hata ikitokea ufalme wa giza, wafalme, hata ikitokea mwanajeshi mmoja akiasi jeshi, huwa anaanzisha jeshi la uasi. Kwa hiyo hata shetani unapookoka anakuanzishia vita, anajua huyu alikuwa mchawi. Kwa hiyo kwa kuwa yeye alikuwa ni mchawi, ataenda kutangaza uchawi wetu kwa wengine, ufalme wake unakuwa unaharibiwa. Ndio maana Mungu anaacha mtu awe mchawi, alafu baadaye anamuokoa. Alafu huyo mtu anaanza kutangaza mambo ya uchawi, kwamba tunafanya hivi, tukitaka kuibia nyota tunafanya hivi, tukitaka kuloga usifanikiwe tunafanya hivi. Kwa hiyo hicho kitu shetani huwa hataki. Ndio maana huwa wanapewa mikataba migumu kwenye ufalme wa kichawi, kwamba mtu atakayeacha, ndio maana wanakunywa damu za mashetani, kwamba kunywa damu hii ni kiapo kwamba sisi tunafanya agano, mtu atakayeacha atakufa. Lakini nataka nikwambie habari njema ni kwamba hakuna kifo wala hutakufa. Kwa sababu ya nini? Ukishaokoka, tambua unakuwa tayari upo kwenye agano thabiti, agano la Mungu mwenyewe. Umeingia kwa Mungu na vita vinakuwa sio vyako, vita ni vya Mungu. Shetani yeye anayeamudu mapepo ni Yesu, anayemudu shetani ni Yesu. Wala Filimasoni wasikuaminishe kwamba inawezekana ukafa. Hutakufa bali utaishi, ili uyasimulie matendo ya Bwana, kwa sababu Mungu anakuokoa, ana malengo mazuri na wewe. Vita hivi shetani analeta, hataki ufike mbinguni. Anajua raha ya mbinguni, kwamba kule mbinguni kuna kupumzika, mbinguni kuna kufutwa machozi, mbinguni kuna kustarehe. Ndio maana Biblia inasema kwamba mbinguni kuna raha ya ajabu ambayo
jicho halijawahi kuona wala masikio hajawahi kusikia, Bwana ameandaa kwa ajili ya watakatifu watakaoshinda dhambi za dunia hii. Mungu anasema kwenye Ufunuo 21 mstari wa 8, Baba anasema yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Alafu hapa 8 anasema bali waoga, sikiliza, waoga kuokoka, wasioamini kuokoka, wasioamini, wachukizao, wauaji, wazinzi, wachawi na hao waabudu sanamu, wote na waongo, sehemu yao ni katika ziwa la moto na kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Unaona, kwa sababu baada ya kifo ni hukumu. Unahukumiwa, unatupwa kwenye ziwa la moto. Hiyo ndio mauti ya pili. Mauti ya kwanza binadamu unakufa duniani, ya pili unakufa katika roho. Hiyo roho yako inaenda kupewa mwili wa hukumu hata milele. Ndio maana Biblia inasema mwili, damu na nyama havitalisi uzima milele. Sharti huu unaoharibika uvae kutokuharibika. Iko miili miwili, uko mwili wa duniani na uko mwili wa mbinguni. Ndio maana Paulo anafafanua vizuri katika kitabu cha Wakorinto, anasema kama vile Adamu alipewa mwili wa udongo, na sisi wote tunaozaliwa tunachukua asili ya mwili wa udongo, lakini kama vile Adamu, na Biblia inasema Adamu wa pili ni Yesu Kristo, yeye ni roho inayohuisha, tutachukua mwili wa rohoni, mwili wa utukufu, mwili wa utukufu ambao hauelezeki kwa namna ya kibinadamu. Iko miili ya duniani na miili ya mbinguni. Kuna dunia na kuna mbingu. Hiyo miili anasema haichakai wala haiharibiki. Mfano wa miili hiyo haielezeki kwa namna ya kibinadamu, lakini nataka nikwambie habari njema. Mungu anasema yeye atakayeshinda dhambi za duniani hapa ndiye atakayerisi. Waoga kuokoka waende, na waongo wote, manabii wa uongo wote, sehemu yao ni jehanamu. Ndio maana ni kitu kibaya sana kuhubiri neno la Mungu kwa uongo. Ni mbaya zaidi kuwa muongo kwenye neno la Mungu. Ni bora ukamhubiria mtu ukweli. Wewe hata kama uendi mbinguni, usiende lakini umehubiri ukweli. Watakaoenda wataenda, lakini wewe utapata hasara, kwa sababu ulihubiria ukweli unaofahamu. Wewe ulitafuta faida kwenye tumbo lako. Unajua asilimia kubwa saizi, mpaka wachungaji wapo saizi, ni mbaya zaidi, hadi wachungaji manabii wanahubiri ukweli kabisa, halafu wao mbinguni hawaingii. Wao wanasema bora tu nipate fedha za duniani hapa, nichangishe sadaka, na anachukua fedha tu, yani anawaza tu hela ambazo sio haki, fedha za aibu. Yuko tayari wewe akutoze sadaka hata za uongo, yuko tayari akwambie changia kitu cha uongo, yuko tayari asikemee dhambi, akuruhusu wewe hapo ufanye dhambi. Ukimwambia maadamu una hela tu, anaweza akakusamea dhambi. Wachungaji hao wapo. Ukionekana una hela unasamehewa dhambi, makanisa yapo. Lakini nataka nikwambie, Biblia ni Biblia takatifu. Hata kama dunia itasema mimi hatumtumikii Mungu, Mungu hajawahi ishiwa watu wake. Kwa yuko mtu mmoja Elia anasema Bwana, manabii wote wamekufa, watu wamegeuka upande, shetani ameua watu wote, Yezebeli ameua watu wote, nimebaki peke yangu, anawinda roho yangu. Lakini Mungu anamwambia Elia, nimejisazia watu 7,000, watu wasiopiga goti kwa shetani. Hata saizi Mungu bado anao watu wanaosimamia ukweli, walio tayari kufa kwa ajili ya neno la Mungu. Kumbuka, watakaoshinda duniani ndio watakaolisi mbingu. Ndio maana kwenye neno la Mungu uwe tayari kufa kwa ajili ya ukweli, uwe tayari kufa kwa ajili ya neno la Mungu. Hata ukikataa saizi, itafika mahala Biblia inasema shetani ataanza kuwaua watu kupitia neno la Mungu hili atakapoingiza ile 666. Yesu atakapowachukua kanisa lake, tambua kuna dhiki kuu inakuja, kanisa litanyakuliwa, dhiki kuu inakuja. Ndio hapo tunasema atakayeshinda ndio atakuwa hayo. Kuna watu saizi wanakataa kuokoka, wanafikiri wako salama. Kama hujafa utakutana na dhiki ya mpinga Kristo. Biblia inasema kwamba ataleta shida za kila namna. Huko tutakwenda kufundishana kwenye somo lingine, lakini dhiki itakuja. Lakini kwa sasa nataka tufundishane maana ya vita. Vita ni nini? Vita ni kwamba tunapambania imani. Paulo anasema hivi katika Timotheo wa pili sura 4 mstari wa 7 na 8, anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Umeona, Paulo huyu alipokuwa magereza, pamoja na kuwa aliwekwa ndani kwa habari ya Injili, anasema nimevipiga vita vizuri, imani nimeilinda, na mwendo nimeumaliza. Kabla hajafa anatoa unabii. Na ni kweli Paulo mwisho wa siku walimchinja, walimkata kichwa huko Rumi kwa ajili ya Injili. Anasema nimepiga imani nimeilinda. Tunachopambana ni kulinda imani, kuhakikisha imani ya wokovu haiharibiwi. Unajua, heri mwisho mwema kuliko mwanzo. Unaweza ukawa ni mtumishi wa Mungu, umefanya vizuri mwanzoni, watu wakaona wewe ni mtumishi, mwishoni ukafa kwenye dhambi, wewe umeshindwa. Biblia inasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo. Saizi ni vita, ni vikali. Shetani saizi anatumia watu kwa akili. Inawezekana ni ndugu yako, inawezekana ni marafiki zako, kuhakikisha uendi mbinguni.
Watu wamerahisisha madhabahuni, dhambi hazikemewi. Nataka nikwambie, shetani anaenda kidogo kidogo. Saizi angalia hata wanasiasa. Saizi wanasiasa wanapambana na watumishi wa Mungu, na watumishi wa Mungu wamechoka kwa habari ya Tanzania. Nimeangalia wengine wanasema kama kufa bora nife tu, kama kuuawa bora niuawe. Nataka nikwambie, kama unapambana hujaokoka, wewe ni jehanamu. Utapambania siasa, lakini ukifa wakikuua ni jehanamu. Ndio maana mimi saizi nasemaga ni bora tuhubirie watu waokoke, hata kama unaona saizi kuna utekaji unatokea. Kama umetekwa, ukiokoka, hata wakikuua wewe ni mbinguni. Lakini kama hujaokoka, umetekwa na unakufa duniani, unapotea. Mbaya zaidi kwamba hata viwete hawajaokoka. Unakuta kiwete mzima anasema mimi siwezi kuokoka, mimi siwezi na dini yangu, sina nini. Hiyo ni mbaya zaidi. Bora hata mwenye hela anaweza kusema mimi siokoki kwa sababu na hela ninazo, tamaa yangu mwenyewe, tamaa zake mwenyewe za kutokuokoka. Paulo anasema vita nimepiga, mwendo nimemaliza, imani nimeilinda. Tunapigania imani, tunashindania imani kwamba isichafuliwe imani ya Yesu. Ndio maana Yesu anasema nitakapokuja duniani, je, nitaikuta imani? Imani ya uzima wa milele nitaikuta? Tumekabidhiwa mara moja tu. Imani hii ni imani ambayo ilianzishwa kwa damu. Yesu alitoa damu yake ili sisi tupate kukombolewa kupitia kifo cha msalabani. Ndio maana kuna sehemu watu hawakumuelewa Paulo. Paulo akasema katika Timotheo wa pili 2:5 anasema hata wanaoshindana katika michezo hawapewi taji ile ya mbinguni. Hawezi kupewa taji kwenye michezo ya duniani, hawapewi taji wasiposhinda kwa uhalali. Unajua taji, mtu anaposhindana kwenye michezo akishashinda mwishoni huwa anapewa taji. Kwenye michezo mle kucheza hakuna shida. Shida umeshindaje? Hata duniani kuhubiri sio shida, watu kuwafanyia miujiza sio shida, watu kukuelewa sio shida. Shida wewe unayehubiri umeshindaje? Umezalisha wengi, shida umeshindaje? Nataka nikwambie, Paulo anasema kwenye Timotheo wa pili 2:5, hata mtu akishindana katika michezo hapewi taji asiposhindana kwa halali. Lazima ushindane kwa halali. Ndio maana kwenye Wakorintho anafafanua zaidi, anasema kwamba hata mimi nautesa mwili wangu na kuutumikisha, nisije nikawahubiri wengine halafu mimi mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa na Mungu. Ndio maana Yesu anasema mbinguni ni mlango ni mwembamba, njia imesonga, wanaoiona ni wachache sana. Wenye macho ya rohoni ni wanaoiona ni wachache. Wengi siku hii wanapenda kupita njia pana. Wakiambiwa kubarikiwa kwa njia pana, anakula rushwa. Madhabahuni hakemei dhambi. Akiona hela ya wizi anachukua, anafikiri Mungu kwamba anafurahia. Akipata hela yuko tayari. Kuna wengine mpaka mbaya zaidi wanachangia hata watumishi, kwamba anafikiri labda kwa kutenda mema anaweza akaingia akamshawishi Mungu aende mbinguni. Kuna wengine wanatoa mpaka sadaka kwa watumishi, eti kwamba labda sadaka zake zitamfanya aende mbinguni. Never. Mungu hadhihakiwi, anasema sizihakiwi na kitu chochote. Kama ni mtenda dhambi, Mungu hela yako apokei. Yuko mtu mmoja kwenye kitabu cha Samueli anaitwa Sauli, alimtolea Mungu sadaka kwa dhambi. Mungu akasema hivi, je, mimi nafurahia sadaka? Kutii ni bora kuliko hata sadaka au dhabihu. Mungu anatafuta utii na unyenyekevu. Wewe sahi sadaka zako toa, kama mtumishi atapokea. Hata mimi ukinitolea sadaka nitapokea, lakini mbinguni kama hujaokoka uendi. Kama umeiba mimi sijui, dhambi zako zitakupeleka jehanamu. Acha wizi, okoka, mpokee Yesu. Paulo anasema kwamba vita nimepiga, imani nimeilinda, na nimeutesa mwili wangu na kuutumikisha, nisije nikawahubiri wengine waokoke, niwafanyie miujiza, waende mbinguni, halafu mimi nikataliwe. Hapana. Akasema haiwezekani. Hata kama dhiki, Paulo alikuwa na dhiki, shida amepitia mateso, lakini anasema kwamba najua yote haya yatanigeukia kuwa wokovu. Alipata kipigo, kuna sehemu kwa ajili ya Injili, aliteseka. Tofauti na saizi watu Injili wanarahisisha sana. Wanafikiri Injili ni kuchukua sadaka, labda Injili ni kuwahubiria watu vituko. Neno la Mungu linageuzwa vituko. Never. Yuko mtumishi mmoja wa Mungu anaomba, anahubiri kwa mizaa, anahubiri kwa vituko, lakini amesahau Injili ni damu. Biblia inasema sisi wenyewe wa leo, kizazi cha leo, hatujapigana vita hata kumwaga damu. Ndio maana Biblia inasema watakaoshinda watakatifu tutaingia kwenye lango la mbinguni. Saizi vita vyetu viko rohoni, hatupambani mwilini, viko rohoni. Shetani hataki uende mbinguni, na anajua kwamba dakika alizonazo ni chache.
wakati ni mchache na Yesu anakuja. Sijui utakuwa upande gani. Unapoona utekaji huu unaendelea, jua ni ishara kwamba Yesu anakuja. Unapoona vita mataifa yanapigana, jua ni ishara Yesu anakuja. Watu wanapotea saizi, wengine wanatekwa wanasema, wengine wanapotea. Jua ni ishara Yesu anakuja. Siku anapolichukua kanisa, dunia haitajua. Wachache walioiacha imani ndio wataanza kufikiri kwamba aha, tumeachwa. Utakosa amani. Utaanza kutafuta waliookoka, utawaona. Utatafuta wachungaji, hutawaona. Utatafuta waliosimama kwenye imani ya kweli, hutawaona. Ukikuta wengine waliotambua, Biblia inasema kwa wenye hekima ndio watakaotambua. Watu watajua tumeachwa, watalia siku hiyo, Mungu hatasikia. Anasema kwa kuwa nilipoita mlikataa, mtalia na kusaga meno, mtasubiri ziki kuu inakuja. Ziki ya shida ambayo itatokea kwa wanadamu. Ndugu yangu, pambana vita vya kiroho. Pigania imani hii. Tunachopambana, tunapambana na dhambi. Shetani anatuletea dhambi. Ndio maana vita, mtu anayefanya dhambi kwenye mwili ujue amepigwa rohoni. Ukiona mtu ni mzinzi kwenye mwili, unamuona yule pale ni mzinzi yule. Jua moja kwa moja rohoni alishaharibiwa na Shetani ili amfanye kuwa mzinzi, alafu awalete wafuasi wengi, wazinzi wao wengi. Walevi wanapokuta mtu mlevi, jua ameharibikiwa rohoni, amepewa pepo la ulevi ili walevi wao wengi duniani. Shetani anaanzisha serikali yake ya kuzimu. Ndio maana vita vyetu tunapigana ufalme wa giza. Ufalme wa giza napozungumzia ni ufalme wa dunia huu ambao haumtaki Mungu wala hauitaki kweli ya Bwana. Ndio maana tunapambana pande mbili, watumishi wa Mungu na watumishi wa Shetani, wana wa Mungu na wana wa Shetani. Ndio maana Biblia inasema wana wa Ibilisi ni dhahiri, yani wanajulikana, na wana wa Mungu wanajulikana. Dunia ya leo inamjua Mungu hata ukiongea uongo, na Shetani anatambua hicho kitu. Ndio maana anajaribu kuwafanya watu kuharibu mitandaoni, kuleta mafundisho ya Shetani ya uongo. Haya mitandao ni mizuri ukiitumia vizuri, ila ukiitumia vibaya ni mibaya kuliko unavyofikiri. Shetani na yeye anapenyeza injili za uongo. Ndio maana kuna wakati yuko tayari achafue mpaka watumishi wa Mungu kwa uongo, ili kwamba dunia yote ione watumishi wote ni wa uongo. Nataka nikwambie, hata kama watumishi watachafuliwa kwenye mitandao, bado imani ya Mungu anabakia ni Mungu tu. Ni sisi wenyewe tutajichafua, tutachafuana sana, lakini Mungu anabakia ni Mungu. Ni vema ukaingia kwenye safina ya Yesu Kristo kabla ya gharika haijaja 666. Somo linalofuata nitakufundisha hii dhiki ni kitu gani. Nitakufundisha hii dhiki inayokuja ni dhiki gani, itakuwaje na watu watafanya nini. Wewe endelea kufuatilia, nitakufundisha somo linalofuata. Mungu akubariki sana wewe ambaye umefuatilia. Tambua kwamba unapokuta unatamani kuacha uzinzi, unashindwa, ujue vita huku unafanyiwa vita na Shetani. Mungu anasema kwenye kitabu cha Mwanzo, nataka nimalizie Mwanzo 4 mstari wa 7. Anasema kwamba dhambi iko inakuotea mlangoni, lakini haina budi uishinde. Unaona sasa Mungu anachosema kwenye kitabu cha Mwanzo, anamwambia Kaini, pamoja na kuwa Shetani yupo analeta vita, anasema dhambi ipo na inakuotea mlangoni, lakini jibu la mwisho Mungu anasema kitabu cha Mwanzo, haina budi uishinde. Kwa hiyo hata sisi nyakati za leo, watumishi wa Mungu, dhambi zipo zinatuotea, lakini jibu ni kwamba hazina budi tuzishinde. Tutashinda vipi? Yupo Yesu aliyeshinda, simba wa kabila la Yuda, aliyetushindia. Yeye ndio huyo, ukimpata ndio ushindi wako. Tambua kitu kimoja, hakuna mtu anayeweza kupambana na Shetani. Anayeamudu mapepo ni Yesu Kristo. Pepo la ulevi likikutana na Yesu linasema tuna nini na wewe Yesu wa Nazareti? Mbona unatutesa kabla ya mihula yetu? Pepo la uzinzi yuko Yesu, mapepo ya uongo yuko Yesu. Ndio maana Paulo anasema mvaeni Kristo. Yeye ukimvaa ndiyo silaha ya kwetu sisi katika uzuri na utakatifu. Mbinguni watakaoenda ni watakatifu tu. Hata tukishindana mashindano mitandaoni yasiyo na sababu, kikubwa kinachotakiwa tushinde dhambi, tuache tamaa. Unajua, waabudu sanamu, kinyongo ni ibada ya sanamu, uwivu ni ibada ya sanamu. Dhambi ziko nyingi, ndio maana saa hizi natakiwa tuwe watakatifu. Tuwe watakatifu, tuache vinyongo, tuache wivu, tuache ibada za mashetani. Saa hizi ibada ya sanamu hawaabudu watu ng'ombe kama unavyoona, japo bado watu wanaabudu. Ukienda sehemu za wenzetu wa Hindi, saa hizi ibada ya sanamu ipo kwenye moyo wa mwanadamu, kwa sababu Mungu yuko ndani ya mwanadamu. Mtu anaweza kawa anafanya uzinzi kwa siri, alafu ni mchungaji. Mungu akimuona anasema huyo ni sanamu, naabudu sanamu.
Unaweza ukawa ni mtumishi wa Mungu, unahubiri ukweli, alafu we mwenyewe haufanyi ukweli. Watu wanakuona dhambi zako za siri umezificha. Hiyo ni ibada ya sanamu, na Biblia inasema wanaoabudu sanamu sehemu yao ni jehanamu. Unaweza ukawa unaabudu sanamu. Ndio maana ni mbaya kuabudu mchungaji, heri umwabudu Mungu aliye mbinguni. Ndio kazi ya Mungu alichokifanya. Sasa nataka nimalize nikwambie Mungu alichokifanya. Ndio maana tuletea silaha ya jina la Yesu tu, ili tuweze kupambana na silaha ya jina la shetani. Tukisema pepo toka kwa jina la Yesu, pepo linatoka. Ndio maana shetani anafanya vita na watumishi kuhakikisha tuwafungui waliofungwa. Mtu aliyefungwa shetani anataka asifunguliwe. Ndio maana kwenye kitabu cha Isaya 42 mstari wa 22 Mungu anasema watu hawa ni watu walioibiwa, wametekwa na wameshikwa, wamenaswa kwenye mashimo, wala hakuna anayesema rudisha, hakuna anayeweza kusimama kusema Bwana arejesha waliofungwa. Wenye dhambi ni mfungwa wa shetani, ni mfungwa. Nadhani huwa mnaangalia hata ng'ombe anapokaa kwenye zizi pale machinjioni, yeye huwa anajiona yuko salama, lakini muda wowote anashtukia tu shoka amekufa. Nini? Shetani ndivyo anavyowafanya watu. Anaweza kukupa fedha nyingi, kama kwenye mitandao tunaona watu wanasifia fedha, njoo jiunge na jicho la tatu, njoo jiunge na madhabahu fulani, lakini wanapewa hizo, lengo la shetani wasione mbingu, halafu shetani anawatumia vibaya, wapate wafuasi wengi, wengine wazidi kukosa mbingu tu. Ikitokea amekufa mtu huyo kwenye upande wa ufalme wa giza, moja kwa moja ni jehanamu, moja kwa moja. Ndio maana nakushauri, acha kujiunga na shetani, acha kukaa kwenye vyama vya kishetani. Mimi sipigi debe ili uende mbinguni mimi nibakie. Mimi sio kama wale kwenye madaladala. Mimi nakupigia debe ili wewe uende mbinguni na mimi twende wote mbinguni. Paulo anasema shika uzima wa milele ulioitiwa, shika uzima wa milele, pigana vita vizuri mpaka ushinde. Tunapigania imani, wala tupambana na wanadamu, wala tupambana na manabii, wala tupambana na mitume. Tunapigania imani ya Yesu Kristo iweze kutufanya sisi tufike mbinguni. Mungu akubariki sana wewe ambao unanifuatilia. Mungu akubariki. Na wewe ambao unanitukana kwenye comment kila siku, Mungu akusaidie sana na Mungu akubariki. Kama utakuwa na maswali, ni vema ukaniuliza, mimi nakutengenezea masomo kila itwapo leo. Wala usitukane, na ukinitukana mimi nitajua una mapepo, na inatakiwa upewe msaada wa kiroho zaidi ili hicho kilichokaa ndani yako kikutoke. Kumbuka Paulo wakati anahubiri injili Tesalonike, watu wakasema tuinue watu wasiofaa wakachafue injili ya Paulo, lakini hawakuweza. Mpaka leo tunasimamia nyaraka za Paulo. Mungu anabakia ni Mungu na binadamu tunabakia ni binadamu, lakini Mungu anasema ninafurahishwa na watakatifu waliopo duniani, hao ndio bora wanaonifurahisha, nao ninaowapenda. Na shetani kuzimu anasema ninafurahishwa na watu wangu ambao wapo duniani wanaonifurahisha. Tambua tuko vita vya pande mbili kati ya Mungu na shetani. Mungu akubariki na Mungu akupiganie na Mungu akutie nguvu. Wala usiogope, usije ukafikiri ukimwacha shetani kwamba utakufa. Hutakufa bali utaishi. Mungu anasema hawatakuweza. Amen.